Sasa mchana wa leo akamimine maji ndani yako kwa jina la Yesu. Na yeyote aliyeleta maji yake mahali hapa inapotoka hapa anaenda kuchanganya na mengine na anajididimia kwa jina la Yesu. Imebeba roho na upako kwa jina la Yesu. Na nguvu za Mungu ndio. Hakuna uchawi, hakuna uganga kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote aliyerogwa, aliyefungwa baada ya maji ukombozi wa damu ya Yesu. Haleluya. Sema ndio. Namba ama B. Wewe unategemea unaandika B. Vijito vya maji vitatoka ndani yake. Vijito vya maji. Vijito vya maji. Vijito, yani vizima vijito vitatoka ndani yake. Mtu anayekaa karibu na maji, kuna vijito vya maji vitatoka ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote anayeketi katika madhabahu haya, huwezi keti na mtumishi wa Mungu ambaye uzima na vijito vinatoka ndani yako ukakosa. Hata leo pokea kwa jina la Yesu. Hiyo roho pepo elekee naye kwako nyumbani. Sasa tutatabiri, utaongelesha jamii yako, utaongelesha familia yako, watafunguliwa kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Tuko pamoja. Muulize mtu, tuko pamoja. Nitamwaga roho yangu juu yake. Roho Mungu analinganishwa na maji. Nitamwaga roho yangu juu yake. Na leo ninatangaza kwa jina la Yesu, pale si roho wa Mungu. Mungu leo katika ibada hii amwake maji ndani yako. Amimine maji ndani yako. Amimine uzima ndani yako. Tunapozungumzia maji, tunazungumzia uzima. Amimine ndani yako kwa jina la Yesu. Ili ukaweze kutoka, ukaweze kupokea mahali ambapo kuna chembe inapotoka, kuna kusalisha, kuna baraka, kuna neema, kuna ushindi, kuna mafanikio. Haleluya. Haleluya. Salamia jirani yako, mwambie kuwa macho. Haleluya. Mungu atamimina roho yake katika uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamimina roho katika uzao. Wewe mwenyewe na uzao wako. Mtu wa Mungu, leo hii watu wengi tunapitia katika changamoto, tunapitia katika shida, tunapitia katika mateso, kwa sababu watangulizi hawakuruhusu roho wa Mungu ili zote akawatembelee, ili zote akawainue. Nasi tukuje tupite barabara nyepesi, tunapita hali ngumu kwa sababu walitangulia roho za Mungu, walitangulia roho za baraka, walitangulia roho za divorce, walitangulia roho za umaskini, walitangulia roho za kutokuwa na maisha. Lakini leo ninakata kwa jina la Yesu, unaanza mwanzo mpya na roho Bwana na kuongoza. Kufanikiwa ni sehemu yako, kuendelea ni sehemu yako. Leo hakuna atakayezoea, especially waliokataliwa. Nataka niseme leo Jehova anakupokea, leo Jehova anakuinua, leo wewe ni mbarikiwa. Leo kuna vijito vinapopoteka na Jehova anamimina roho ya mafanikio, roho ya huduma, roho ya maombi, roho ya biashara, roho ya ndoa, roho ya kazi. Unapokea kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Halo. Tusoma andiko sio? Isaiah 44 verse 3 chap tumeenda mbio. So usisema ni pastor amekupa vipengele without kukuwa na maandiko, no. Isaiah 44 verse 3. Yeah. Maandiko yanasema, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Hebu tuingize jirani yako, muulize uko na kiu ya nini? Uko na kiu ya maendeleo, uko na kiu ya ndoa, uko na kiu mtu amekunyang'anya bwanako. Leo unakunywa maji bwanako anarudi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa sababu kuna vijito vinatoka leo. Anasema nitamimina maji juu yake ambaye anasikia kiu, ambaye atapewa promotion, ambao umekaa mahali pamoja, ambao uko na uchuzi na hauna pesa ya kuanzisha mradi, hauna pesa ya kuendeleza biashara, uko na maono mazuri lakini haunanga capital. Leo capital inaachiliwa kwa jina la Yesu. Amen.
Na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Unasikia vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Hebu tikisa mtu muulize, si kwa plot watu wanakucheka, si watu wanakuongea, hata kama unafanya kazi wanaongea, wanasema wewe ni moto mkavu, wanasema ufai, wakiangalia watoto wako wanawadharau, wakiangalia windiketa wanawadharau. Hata sisi tulikuwa nayo, leo hii tuko hapa, usiwahi kudharau, leo inashuka, leo kwa jina la Yesu. Juu ya wazao wako. Haleluya. Mungu anamwaka roho juu yako na hajamaliza, anamwaka kwa wazao wako. Yaani baada ya wewe kutoka kimaisha, hakuna mtoto wako atawahi safa tena. Hakuna mtoto wako atawahi lia tena. Baada ya wewe kuteseka na hiyo ndoa, hakuna mtoto wako atateseka na ndoa tena. Baada ya wewe kukataliwa, hakuna mtoto wako atakataliwa tena. Watoto wapokee roho, wamemelewe maji, wamemelewe afya, wanaore kwa jina la Yesu. Na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Baraka yangu juu yao utakao wazaa. Shika kama ni mama, shika hii tumbo, mwambie baraka zangu juu ya watoto wangu niliowazaa. Hakuna mtoto wa kuvuta bangi, hakuna mtoto mlevi, hakuna mtoto ambaye asekee, hakuna mtoto ambaye ni kibarua, hakuna mtoto wa kasho waka. Wote ninatangaza waliotoka katika umbo langu watabarikiwa, watainuliwa. Hebu fanya hivi. Fanya hivi. Waliyekutanao watakuona. Kama ni mama sasa usisongwe nywele ukipeleka zote. Pagisha ingine ya kuleta kufunga jicho moja na angalia na jicho moja ile. Angalia na jicho moja ile. Wanajua waje ya kwamba Jehova anatenda jambo jipya. Amen. Halo. 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 Haleluya. Wewe ni mbarikiwa. Waliokuita wewe ni laana, wewe ni mbarikiwa. Leo nimebadilisha jina, wewe ni mbarikiwa. Na watoto wako wamebarikiwa, watoto wako wameinuliwa, watoto wako ni wa baraka. Huyo mume wako ambaye anakaanga afai, leo utamuelewa kwa sababu naweka roho ndani yake. Atafaa na utamuelewa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Halo. Mwambie mambo mazuri. Mambo mazuri. Mwambie hapo hapo. Funguliwa. Sisi tumeweza kunawiri. Sisi tumeweza kuinuliwa na ni sehemu yetu kwa jina la Yesu. Tumesema sehemu yetu kwa jina la Yesu. Haleluya. Kama yeye ni Alfa na Omega, atamupa yeye mwenye kiu maji. Haleluya. Ambia kama yeye, si umeandika namba 1, yeye ni Alfa na Omega, atanipa maji. Mimi niko na kiu. Usiandike mtu mwingine. Mimi mwenye kiu nitapewa maji leo. Haleluya. Nitapewa maji leo. Na hiyo maji imebeba Yesu ndani yake. Haleluya. Sema amen. Uko sawa? Chemichemi ya maji ya uzima bora. Chemichemi ya maji ya uzima bora itatoka ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sasa nimekuambia wewe haukuzaa mtoto ambaye ni techi. Wewe umzaa mtoto ambaye elewi. Wewe umzaa mtoto ulizaa mkuu. Ulizaa mfalme. Mtoto wako ni mzuri. Hata kama alifanya mtihani shuleni mbaya, tunaenda kukeusa hiyo sandi kwa jina la Yesu. Hizo ndio mtoto wako apata alama nzuri. Mtoto wako aanze kunawiri kwa sababu tunamupa roho ya mafanikio. Maandiko yanasema ya kwamba sisi ni vichwa wala si mikia. Watoto wetu kwa nini wakuwe mikia? Kuanzia leo mtoto wako si mkia kwa jina la Yesu. Hata kama hajaenda shule, atakapoenda shule, hata kwa mkia kwa jina la Yesu. Ataongoza. Haleluya. Acha mimi naamini. Mimi naamini hivi. Mimi si wewe. I'm the leaders. Yes. Haleluya. Amen. I'm the lead. Na kama I'm lead the leaders 17. Maandiko yanasema akaniambia imekwisha kuwa. Tingiza mtu imekwisha kuwa. Halo. Especially when you walileta maji imekwisha kuwa.
Ninawaambia imekwisha kuwa. Baada ya kuleta na kuvumilia na kungoja, imekwisha kuwa.